Natumani wewe ni mzima wa afya, na tutagusia habari za Burundi na habari za minembo kidogo. Kama wewe ni mgeni, kisha kwanza ni kusubscribe hapo juu, na kama wewe ni mwenyeji ni kulike na kucomment na kushare. Na habari za Minembwe ni kuwa katika milima ya Minembwe siku ya leo hali ya utulivu litanda katika eneo lote la Minembwe leo hii Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Lakini kuna taarifa zingine nilizozipokea zikisema kuwa kuna ngombe zilizoporwa na Mai Mai, na pia kumetokea mapigano upande wa Gakenke upande wa Minembwe. Hizi taarifa bado hazijathibitishwa rasmi, lakini nimezipokea kuwa kuna taarifa zinazosema kuwa kuna ngombe ziliporwa. Na tukielekea huko nchini Burundi ni kuwa chama cha APDR usiku wa juzi nchini Burundi kimechagua Gabriel Bazawitonde kwa mgombea atakayeshindana na Evariste Ndayishimiye katika uchaguzi wa mwaka 2027. Jambo hili lilikuwa limetarajiwa tangu mwishoni mwa Mei mwaka 2026 wakati wa gazeti la Ikiriho linalodaiwa kuwa karibu na idara ya taifa ya ujasusi ya Burundi SNR lipo ripoti kwamba mwanasiasa mshauri ambaye angegombea dhidi ya Ndayishimiye ni Gabriel Bazawitonde. Na habari hiyo iliwashangaza wengi, wakijiuliza kwa nini Ndayishimiye angehofu chama kinachoonekana kuwa karibu na CNDD-FDD, ilhali chama hicho hakijawahi kupata hata kiti kimoja katika halmashauri za manispaa wala kuweza kufanya kampeni kubwa za kisiasa. Wengi walihitimisha wakati huo kuwa Ndayishimiye mwenyewe ndiye aliyemchagua mtu huyo anapaswa kuonekana kama mpinzani wake. Na uchaguzi wa hivi karibuni wa bunge na madiwani ulitajwa kuwa na kiwango kikubwa cha udanganyifu ambacho hakijawahi kushuhudiwa nchini Burundi. Inadaiwa kuwa hata wanachama wa CNDD-FDD walilazimishwa kuonyesha kura walizozipiga, na chama hicho kilichokuwa cha pili cha ukubwa bungeni hakikupewa nafasi ya kushiriki uchaguzi kwa uhuru, kilizuiwa kwa mbinu mbalimbali. Mwishowe CNDD-FDD lijitangazia kushinda 100% ya viti katika uchaguzi huo. Kwa sasa inaonekana kwamba mgombea aliyetangazwa kuwa wa pili katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 huenda hata asiruhusiwe kugombea katika mwaka wa 2027. Pia kuna ripoti zinazodai kwamba Agathon Rwasa ndiye aliyekuwa mshindi halisi wa uchaguzi wa mwaka huo uliopita. Na kwa mujibu wa maandishi haya, hatua mbalimbali zimechukuliwa ili kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2027 unakuwa kama maigizo ya kufanya raia wa Burundi waamini kuwa wamechagua rais wao. Na uchaguzi wa mwaka 2027 unafanana na timu ya mpira wa miguu inayojipangia yenyewe mashindano ya kitaifa. Hiyo ni chama cha APDR usiku wa juzi ndio walichagua Gabriel Bazawitonde ndio atakayegombea kushindana na Evariste Ndayishimiye katika uchaguzi wa mwaka ujao. Na tukielekea sehemu za Cibitoke ni kuwa kuna hali ya wasiwasi miongoni wa wachimbaji wa dhahabu huko Cibitoke. Wanasema kwamba tangu Alhamisi iliyopita tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu, maafisa wa jeshi walitumwa kuwaeleza viongozi wa vyama vya ushirika kuwa wanapaswa kutoa 70% ya dhahabu wanazozalisha kwa jeshi, na wengine wanasema wameambiwa watoa 30% kwa mujibu wa maelezo hayo mapya ya jeshi. Ushirika wowote utakaokataa utanyang'anywa kibali cha kuchimba madini. Wachimbaji hao wanasema jeshi lilianza kwa kujenga kambi karibu na maeneo ya migodi. Pia wanadai kuwa askari walileta mifuko maalum ya kuhifadhia dhahabu, na kwamba dhahabu hiyo hupelekwa makao makuu ya jeshi mjini Bujumbura, na baadaye ndipo walipopewa maagizo ya kutoa sehemu ya dhahabu yao kwa jeshi. Jeshi lina jukumu gani kuhusu dhahabu? Wachimbaji wanasema kwa sasa wanafanya kazi za shirika la serikali linalosimamia madini OBM. Sheria zinataka wachimbaji kutoa 16% ya uzalishaji wao kwa OBM. Hivyo hawaelewi kwa nini jeshi limeanza kuingilia usimamizi wa shughuli za uchimbaji wa dhahabu, na wanajiuliza mamlaka hayo yametolewa na nani. Na yanadai kuwa
kuwa si jambo jipya kwa jeshi la Burundi kuhusishwa na uchimbaji wa madini, sio mara kwanza, na yanadai kuwa katika maeneo mengi ya nchi kuna askari wanaodaiwa kutumwa na jeshi wanaodaiwa kutumwa na General Prime Niyongabo kuchimba madini, na kwamba kundi jingine la wanajeshi wa kitengo cha ujasusi wa kijeshi JD limekuwa likichimba dhahabu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia yanaeleza kuwa kuna ripoti rasmi zinazoonyesha kiasi cha dhahabu kinachochimbwa na jeshi au jinsi mapato yake yanavyotumika. Je, ni inawezekana kuwa Ndayishimiye na Generali Prime Niyongabo wanashirikiana katika biashara hiyo? Kwa mujibu wa madai ya wachimbaji wa dhahabu wa Chibitoki, wanaosemekana kuongoza shughuli hiyo ni Generali Prime Niyongabo, mkuu wa jeshi, na Major Aldefonse Nshimirimana ambaye anaelezwa kuwa ni baba mkwe wa Rais Evariste Ndayishimiye. Na maandishi haya yanauliza iwapo inawezekana mkuu wa jeshi kufanya shughuli kama hizo bila rais kufahamu au kushiriki. Wachimbaji hao pia wanadai kuwa wanakumbana na ushindani kutoka kwa kampuni mbili wanazodai kuwa ni Rais Ndayishimiye ana maslahi nazo. Wanasema kuwa wanahofu kuwa lengo ni kuwaondoa wachimbaji wa kawaida ili shughuli za uchimbaji zikibaki mikononi mwa jeshi na makampuni hizo. Wachimbaji wa dhahabu wa Chibitoki wanasema kuwa wana huzuni kubwa. Wanasema tayari ni vigumu kupata faida katika biashara hiyo, hivyo hawaelewi kwa nini Ndayishimiye na Niyongabo wanataka kuchukua hata sehemu ndogo wanayopata. Wanasema hawaelewi kwa nini watu wanaodaiwa kuwa tayari wana utajiri mkubwa nchini Burundi wanaendelea kutaka kudhibiti mali za wananchi. Na pia wanatoa wito hali hiyo ikome, sheria zifuatwe na wachimbaji waendelee kufanya kazi kupitia OBM. Na tukielekea upande wa pasta au mchungaji anayejulikana kama Bayahaga ambaye anajulikana kwa kutoa maoni makali dhidi ya baadhi ya wanasiasa wa Rwanda, safari hii imemwelekezea ukosoaji wake kwa Jacques Kongolo, mmoja wa washauri wa Rais Tshisekedi katika masuala ya usalama. Katika video leo sambaa kwenye mitandao ya kijamii mwishoni mwa wiki hii iliyopita, Bayahaga alitoa kauli yake dhidi ya Jacques Kongolo akionyesha kuwa hana imani naye na akikosoa namna anavyoshughulika masuala ya usalama. Alisema, namnukuu Bayahaga, Jacques Kongolo ni mtu wa maneno mengi, mwenye majivuno na anayesema uongo. Hata hivyo, siku zote hujaribu kujionyesha kama mtu mwenye anayesema ukweli. Ile hali si hivyo. Anadai kuwa ndiye anayeshughulikia masuala ya jeshi, na hata hivyo aliwahi kusema anatanunua ndege zisizo na rubani, drones, za kushambulia wale wanaitwa maadui wa Rais Felix Tshisekedi. Lakini hizo drone hata zinunua kwa njia Bayahaga alijiuliza, sasa hizo drone atazinunua kwa njia gani? Bayahaga aliendelea kukosoa jinsi Kongolo anavyotoa taarifa kuhusu shughuli za kijeshi. Alisema wakati mwingine anajifanya kama msemaji wa jeshi, pia kuna nyakati anatangaza taarifa za operation za kijeshi ambazo hazipaswi kuwekwa hadharani. Ikiwa ni FARDC au wazalendo waliompigia simu, kwa nini anakimbilia kuziweka kwenye mitandao ya kijamii au kuzitangaza kwenye sauti? Hilo hufanywa na wapinzani wao kujua mpango yao. Pia Bayahaga alizungumzia jamii ya Wanyamulenge akidai kuwa imegawanyika katika makundi mawili. Alisema Wanyamulenge wana makundi mawili, wale wa Kagara na wale wanaowaita Bifobagane. Katika makundi hayo yote mawili, Jacques Kongolo hasabiki wala hakubaliki. Kauli hizi zimezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa miongoni mwa Wanyamulenge na watu wanaofuatilia siasa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu ya baadhi ya wachambuzi, kauli hizi za Bayahaga zinaweza kuonyesha kuwa tofauti kati ya baadhi ya watu wanaokaribia uongozi wa Burundi na baadhi ya Wanyamulenge wanaoshirikiana au wanaounga mkono serikali ya Felix Tshisekedi, ikiwemo Jacques Kongolo na wengine waliopo katika taasisi mbalimbali za serikali ya Kinshasa zinaendelea kuongezeka. Katika mazungumzo yake, Bayahaga pia alitumia neno Akagara ambalo baadhi ya watu hulitumia kuwataja Wanyamulenge wanaounga mkono serikali ya Kinshasa. Wapo wanasema ni neno la kisiasa, lakini maana yake bado inabishaniwa na pande mbalimbali. Ni muhimu pia kutambua kuwa haya ni maoni binafsi ya Bayahaga yaliyotolewa hadharani, na hadi sasa Jacques Kongolo au taasisi
wakilisha hawajatoa tamko rasmi kuhusu hali hii. Ilikuwa ni maneno ya Bayahaga akimkejeli Jacques Kongolo.